4, miradi iliyotekelezwa na inayoendelea kutekelezwa. Katika kuhakikisha mamlaka inatekeleza ilani ya Chama cha Mapinduzi inayotutaka kufikisha upatikanaji wa maji mjini 95% na 85% vijijini kwa mwaka 2025 hadi ifikapo mwaka 2025, mamlaka imeweza kufanya mambo yafuatayo. Namba 1, kuboresha upatikanaji wa huduma maji safi na usafi wa mazingira jiji la Arusha. Mradi huu wenye thamani ya bilioni 520 umewezesha utekelezaji wa shughuli mbalimbali za kuboresha huduma ya maji safi na usafi wa mazingira, ikiwemo uchimbaji wa visima 56 katika mradi mkubwa. Chanzo vyetu vya maji ni visima virefu. Kwa hiyo tumeweza kuchimba visima virefu 56. Kwa maana hiyo, kupitia mradi mkubwa tuna vyanzo vya maji 56 ambavyo vimeweza kutupatia maji zaidi tulivyokuwa tunatarajia. Kwa hiyo unaona kwamba ni hatua gani tulizozipiga. Kwa hiyo kwa sisi kwa Arusha kwa sasa hatuna changamoto kwamba kuna kiangazi hatuna maji, hapana. Tuna changamoto ya kusambaza maji afikie mtu hata aliyejenga leo tuweze kumfikishia maji pale. Maji tunayo ya kutosha. Ujenzi wa mabwawa 18 kama nilivyoeleza, tumeweza kujenga mabwawa 18 kupitia mradi huu mkubwa. Vile vile ujenzi wa mtambo wa kutibu maji safi, yani water treatment plant. Kabla ya mradi huu, mvua zilikuwa zikinyesha Arusha, ilikuwa inatulazimu tufunge maji, kwa sababu maji yakitoka huko milimani yanakuja na matope. Sasa mtu unamfikishia maji machafu majumbani kwake, hujayatibu alafu mwisho wa kudai bili ya maji uliotumia. Kwa hiyo kupitia mradi huu serikali imeweza kutoa pesa, tumejenga mtambo wa kutibu maji. Kwa hiyo sasa hivi hatuna changamoto kama mvua zimenyesha tunatakiwa tufunge maji yasiende kwa wateja. Sasa hivi mvua zikinyesha bado mtambo upo wa kutiriti maji, yanatoka kwa ubora unaostahili. Vile vile upanuzi wa mtandao wa maji taka pembezoni mwa jiji wenye urefu wa kilomita 192 umeweza kukamilika. Ujenzi wa vyoo 25 vyenye matundu 184. Tumeweza kujenga vyoo sehemu za mashule, masoko kwa ajili ya kuweka jiji letu kukaa safi na salama. Kwa hiyo tumejenga vyoo kupitia mradi huu mkubwa vyenye matundu 184. Na ndio maana sasa hivi Arusha tunajidai tunafunga mtaa watu wanaweza wakala nyama barabarani, kwamba ni kiashiria kwamba tuko safi. Tunatimiza slogan ya kwamba tuhakikishe kwamba tunakuwa wasafi na wewe ni mji wa kitalii. Vile vile ujenzi wa ofisi za kisasa za kanda 3 na ofisi kuu 1, hatua iliyolenga kuongeza huduma karibu katika kuwakaribia wananchi. Tumeweza kujenga ofisi za kanda maeneo ya Muriet, Mushono. Hii ni kuashiria kwamba huduma karibie mwananchi, sio mwananchi aende kuitafuta huduma. Kwa hiyo mtu anayekaa Mshono hapaswi kuja mjini, ataishia Mshono huko kuna ofisi na manager na mafundi na wasoma mita. Mambo yote yanakuwa solved eneo hilo. Mjini katikati kuna ofisi wa mjini katikati, wanahudumia mjini katikati. Vile vile tumeweza kufanya upanuzi mkubwa wa mtandao wa maji safi katika maeneo mbalimbali katika jiji letu wenye urefu wa kilomita 680 ili kuhakikisha maji yanafikia wakazi wengi zaidi. Vile vile tumejenga bomba za zimamoto, yani fire hydrant 300 kwa ajili ya kuongeza uwezo wa kukabiliana na majanga ya moto katika maeneo ya jiji la Arusha. Na tumeenda mbali zaidi. Hizi fire hydrant tumeziingiza kwenye GPS, zina code. Kwa hiyo tunashirikiana na wenzetu wa fire hydrant. Kwa hiyo tunazipeleka kule. Kwa hiyo ikitokea moto wote ule, yule mwenzetu askari wa fire hydrant akichukua GPS anafika fire hydrant yoyote ile bila kuuliza hii fire hydrant iko sehemu gani. Kwa hiyo zile kodi GPS inamuelekeza mpaka anafika sehemu ambapo anatakiwa kwenda kuchota maji. Miradi mingine inayoendelea kutekelezwa yenye thamani zaidi ya bilioni 50 ni kama ifuatavyo. Mradi wa maji safi Mlangalini ambao unagharimu bilioni 3.7 umefikia 100% ambao nimesema kwamba utazinduliwa mwezi huu. Tuna mradi wa ondoaji wa maji taka kutoka kiwanda cha A2Z ambao umefikia ni mradi wa bilioni 2.5, sasa hivi uko katika 60% ya utekelezaji.
Tuna mradi wa maji safi Embaseni wa bilioni 1.8. Mpaka sasa umefikia 55% ya utekelezaji. Tuna mradi wa maji safi Engwiki wa bilioni 2.9, umefikia 67% ya utekelezaji. Huu mradi unatoa maji Monduli kuelekea kwa Maremu Sokoine kule juu, ndio tunaita Engwiki. Tuna mradi wa maji safi wa vijiji 8 Ngorongoro, kwa majina unaitwa Mageri, umefikia 52% ya utekelezaji, ni mradi wa bilioni 6.1. Tuna mradi wa maji safi wa vijiji 7 Arumeru. Huu ni mradi ambapo tulivyojenga mradi mkubwa, maji yalitokea, vyanzo vyetu vya maji tuipata sehemu mbalimbali. Hivi visima 56 ambavyo nimeweza kuvitaja. Hai Kilimanjaro tuliweza kupata visima 18 virefu. Tukaja Mbuguni Valeska tuliweza kupata visima 12 virefu. Tukaja Arumeru tukapata visima 15 virefu. Alafu tukaja na Arusha maeneo ya Ngaramto tukapata visima 11. Ukifanya summary vinakuja visima 56. Lakini tukasema tumetoa maji, let's say Kilimanjaro, maji moto Hai. Sehemu ambapo bomba kubwa linapita, lazima wakazi ambao wako karibu na hilo bomba wapate huduma ya maji safi na salama. Kwa hiyo serikali imeshaliona hilo, imetenga bilioni 8.6 kwa ajili ya kuhudumia wananchi ambao bomba linapita pembezoni, na utekelezaji wake huko 200%. Tayari serikali imeshatoa milioni 250 kwa ajili ya survey. Muda si mrefu mwaka wa serikali huu mradi utaenda kwa spidi. Tuna mradi wa maji safi Oldonyo Sambu ambao utekelezaji wake umefika 50% wa bilioni 6.3. Oldonyo Sambu ni eneo ambalo ukichimba maeneo hayo maji yanayopatikana na fluoride kubwa. Ilikuwa inawaathiri wananchi wa Oldonyo Sambu. Kwa hiyo serikali kuliona hilo ikabidi itoe hela. Kupitia mradi huu mkubwa tayari tumeshafikisha maji. Kuna sehemu ambapo watu wameanza kunywa maji kwa ajili ya kuepuka adha hiyo ambayo ilikuwa inawaathiri wananchi. Tuna mradi wa maji safi Maryland ambao nimeitaja hapa awali kwamba Maryland tangia tumepata uhuru walikuwa hawajawahi kupata maji safi na salama, lakini kupitia mradi huu mkubwa tayari Maryland tumeshafikisha maji, na tunatarajia kwamba maji yaende mpaka kule wanakochimba kule kwenye machimbo, na tayari serikali imeshatenga hela kupeleka kule maji, kwa sababu wenzetu wanaochimba kule wanapata adha ile vumbi inaumiza vifua. Kwa hiyo tayari mradi tathmini ishafanyika na BOQ imeshapitishwa. Mwaka wa serikali tunaanza kupeleka maji kule kwenye machimbo watu waweze kupata maji. Tuna mradi wa maji safi Sinya na Manga. Kama nilivyoeleza hapa awali kwamba tuna mradi tuna kanda Longido, lakini wenzetu wanaoishi na Manga walikuwa na hadha kubwa ya upatikanaji wa maji. Lakini Mheshimiwa Rais alipofika pale tuwekeza kwamba tupeleke maji na Manga. Ikabidi kwanza tupeleke maji tulionayo ambayo yalikuwa Longido, tukapeleka na Manga. Kwa hiyo tulivyopeleka na Manga tukajikuta sasa demand imekuwa kubwa kuliko supply. Tukasema hivyo tutaendelea kuwapa angalau kwa mgao, lakini tukiwa tumejipanga. Sasa baadaye tukajipanga tukachimba kisima kirefu eneo la Sinya. Tumepata maji mengi zaidi ya lita 400,000 kwa saa. Kwa hiyo tulichokifanya, tunataka kwenda kuongeza wingi wa maji na Manga. Na tayari serikali imeshapitisha bilioni 14. Mwaka huu wa serikali unaoanza tunaanza ujenzi wa maji kuelekea kuongeza wingi wa maji na Manga. Na mkandarasi ninavyoongea ameshapatikana. Kwa muda si mrefu tu tutaanza zoezi hilo. Tuna mradi wa maji kwa ajili ya kupeleka maji maeneo ya Balaa, Mwaivaro na Mshono. Ndugu wanahabari, katika kuunga mkono utekelezaji wa lengo namba 6 la maendeleo endelevu, yani Sustainable Development Goal, ambalo linasisitiza umuhimu wa kuhakikisha kila mtu anapata maji safi na salama ifikapo mwaka 2030, mamlaka kwa kushirikiana na wadau mbalimbali inaendelea kutekeleza programu maalum inayolenga kuwezesha kaya zote zenye kipato cha chini kupata huduma ya maji safi na salama. Kupitia programu hii endelevu, kaya 6,000 zimeweza kunufaika moja kwa moja kwa huduma ya maji safi, hatua ambayo inachangia kwa kiasi kikubwa jitihada ya kumtua mama ndoo kichwani na kuboresha maisha ya wananchi. Ndugu wanahabari, hii program tumeshaianza katika mamlaka yetu ya maji safi na usafi wa mazingira Arusha.
tumepata wadau kutoka Netherlands, mamlaka za maji za Netherlands wameweza kutuunga mkono. Tunachokifanya pale katika jiji la Arusha, tunawatambua watu wenye kipato cha chini ambaye hawezi kulipia new connection kwa ajili ya maungo mapya ya maji. Kwa hiyo tunaenda mtaa, viongozi wa mtaa wanawatambua kwamba kaya fulani hawajiwezi. Tukishawatambua watalipia shilingi 30,000 tu. Gharama nyingine wenzetu wanazibeba, wanamuungia huyo kaya ambaye hajiwezi, anapata huduma ya maji safi na salama. Baadaye ndo anaanza kulipia bili yake kama kawaida. Kwa hiyo mpaka tunavyoongea leo tumeshaongea kaya 6,000 na bado tunaendelea kwa kasi na hilo zoezi. Ndugu wanahabari, naomba niyataje mafanikio katika uboreshaji wa huduma kupitia TEHAMA. Katika kipindi cha miaka 4 ya uongozi wa Mheshimiwa Rais Samia Suluhu Hassan, Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, Mamlaka ya Maji Safi na Usafi wa Mazingira Jiji la Arusha imepiga hatua kubwa katika kuboresha huduma kwa wananchi kwa kutumia mifumo ya kisasa yani TEHAMA. Baadhi ya maboresho ni kama yafuatayo. Kituo cha huduma kwa wateja yani call center, mamlaka imeanzisha mfumo wa kisasa yani call center unaoweza kuhudumia wateja na wanaweza kupata msaada kwa muda wote ule masaa 24 kwa kutumia namba yetu ifuatayo: 08 0011 0069. Namba hii ni bure. Mteja unaweza ukapiga muda wote kutupa changamoto ulioipata, wasiwasi ulionao, kama bili hujaelezekana nayo, maji yanamwagika, kuna wizi wa maji. Ukipiga namba hii ni bure. Ndugu waandishi wa habari, hata ukitrace sasa hivi ukipiga utapokelewa. Vile vile kuna usomaji wa dira za maji kwa njia ya kisasa, yani tunasema kwamba ni njia shirikishi. Mamlaka imeanzisha mfumo wa usomaji wa dira za kisasa na shirikishi, ambapo mteja anasomewa dira yake na kupokea ujumbe mfupi wa simu yani SMS kwa ajili ya kuhakikisha matumizi yake ya maji kabla ya bili kutolewa. Hii inaimarisha uwazi na kupunguza changamoto ya anka zisizokuwa na. Kabla bili hatujaitoa utapokea message inakwambia msomaji leo amesoma, mwezi uliopita unit ilikuwa ni reading ilikuwa ni hii na sasa ni hii, ambayo inaleta tofauti ya unit hizi. Kwa hiyo utasoma, utaangalia, ukiona sio sahihi unatoka nje, unaangalia mita yako, hizi reading ni sahihi au sio sahihi, na namba ya simu anakuwa imewekwa pale chini. Unaweza ukapiga na ukapokelewa na msoma mita. Kama hujaridhika atarudi nyumbani kwako kukuhudumia. Kwa hiyo ndio tumefikia hatua hiyo, sio kama zamani tulikuwa unatumiwa tu ankara kwa njia ya karatasi unaipokea huko nyumbani. Kwa hiyo sasa hivi tunaendelea kumjali mteja. Digitali, wateja kwa sasa wanaweza kulipia huduma ya maji kwa njia ya rahisi kupitia mfumo wa malipo ya kidigitali kama vile simu za mkononi, mobile money, benki. Vile tuna mtambo wa kupima dira za maji yani meter testing bench ili kuhakikisha usawa kati ya mtoa huduma na mpokea huduma. Mamlaka imeweka mtambo wa kisasa kwa kupima dira za maji unahakikisha usahihi wa dira na kuondoa malalamiko kuhusu matumizi yasiyokuwa ya halali. Kwa hiyo kupitia mradi mkubwa tuliweza kupata meter testing bench. Mteja anaweza akasema mita yangu ni mbovu. Sasa japo kwa tuna watu wa vipima ambao wanatumonitor, lakini na sisi natakuwa angalau ndani kwanza tujipime kabla jicho jingine halijatuona. Kwa hiyo tuna meter testing bench pale, mteja akilalamika tunamshirikisha, tunaenda tunampimia mita yake, anaangalia, tunampa na elimu, anaelewa nini kinachoendelea. Vile vile tuna mfumo kwa kutumia mfumo wa serikali kwa ajili ya ununuzi kibudget na uhasibu, kama vile tuna mfumo NeST, Panlep, ERMS. Kwa hiyo sasa hivi ofisi zetu tumeenda kidigitali, sio mambo ya zamani ya kuandika makaratasi. Naweza nikawa hapa Dodoma, lakini faili ingia pale mezani kwangu, nikitoka hapa nje nikifungua kompyuta na liattend. Kuliko zamani utasema mkurugenzi hayupo, faili linakaa mezani, kama utapotea wiki nzima faili iko pale mezani. Kwa hiyo unaona kwamba ni hatua tulizozipiga katika kipindi cha miaka 4, kwa ambaye haoni atakuwa anasikia. Kuna ufuatiliaji wa mtandao wa maji safi kwa njia ya SCADA system. Mamlaka imewezesha
imeweza kuweka mfumo wa SCADA, yani Supervisory Control Data Acquisition, unaosaidia mamlaka kufuatilia usambazaji wa maji. Huu mfumo umefungwa kwenye mradi wetu mkubwa. Naweza kuwa pale Arusha mjini, naangalia hai Kilimanjaro kwenye vyanzo vyangu vya maji. Ni kitu gani kinaendelea? Maji gani yamezalishwa kwa kisima? Hivi visima vyote vilivyotaja 56 tunavimonitor. Kisima namba 1 Kilimanjaro kimezalisha kiasi gani, unaangalia pale kwenye screen. Kama kuna fault na kueleza kisima hakijazalisha kwa sababu kuna kitu fulani. Kwa hiyo mnaona kwamba angalau tofauti na zamani unamtuma mtu achome mafuta aende Kilimanjaro kuangalia nini kilichotokea. Hata bado hujajua hili kitu ni kitu gani kimesababisha, mnaanza kutoa pampu, mnafanya hivi, unapoteza muda na mteja huko anakuwa hana huduma. Lakini kwa sasa mitambo imekuwa unakuwa alert mapema. Kama kuna kitu kinaenda kuisha muda wake, unakuwa alert. Badilisha kitu fulani, kitaisha muda fulani. Kwa hiyo ndo dunia tunayoelekea kwa sasa, na sisi tumeanza kuifuata. Ndugu wanahabari, naomba nisome vipengele vya bajeti ambayo tumeitenga ya mwaka 2025-2026. Katika mwaka wa fedha ujao mwaka 2025-2026, mamlaka imejipanga kutekeleza miradi na shughuli mbalimbali kwa lengo la kuendelea kuboresha huduma zake kwa wananchi. Jumla ya pesa za Tanzania bilioni 4.2 zimepangwa kutumika katika mambo yafuatayo. Vipengele vikuu vya bajeti ni kama huduma ya maji safi na maji taka ya wateja. Kama nilivyoeleza, tuna maji mengi lakini yanatakiwa yafikie wateja. Kama tulivyosema, tutayapeleka Nanja, tutayapeleka sehemu hizo zote zile ambapo watu wanaendelea makazi kukua. Kama mnavyojua, Arusha zamani wakati mradi una design ulikuwa ni wa jiji la Arusha katikati mjini. Lakini baada ya hapo tukapata neema ya kupata ring road, zile bypass. Ukiangalia watu wote wamehama kutoka katikati ya mji, wameelekea chini ya ring road. Ukienda Terati, ukienda Murieti, utaona utitiri wa nyumba kule chini. Wote wanahitaji maji. Uwezo ukasimama ukasema mradi ulidesigniwa kwa ajili ya jiji la Arusha katikati. No. Wote wanahitaji maji, lakini wote wameshapata maji ninavyoongea. Sasa hivi tunapambana na wale ambao wameanza kujenga leo, tuwapelekee maji. Vile vile katika bajeti hii tuna kuboresha huduma ya wateja kupitia matumizi ya TEHAMA kwa ajili ya kufunga mitambo ya kisasa. Tunahamia kwenye prepaid meter. Tuachane na masuala ya hii digital meter, hizi post meter. Tunakwenda kwenye prepaid meter. Mtu tumia ambacho, lipia ambacho umekitumia. Lipia kufuatana na kiwango chako cha hela. Kwa hiyo ndo tunakohamia. Ninavyoongea mpaka sasa tumeshafunga mita 360 kwa taasisi za serikali prepaid meter. Tumeona tuanze na taasisi za serikali kama Pilot, na tumeona zimefanya kazi vizuri. Kwa hiyo sasa hivi tumejipanga, sasa tunazipeleka kwa wateja wetu. Prepaid meter muda si mrefu zitaanza kwenda kwa wateja wetu. Ndugu wanahabari, nikielekea kwenye hitimisho, kwa dhati kabisa mamlaka ya maji safi na usafi wa mazingira jiji la Arusha, yani AUSA, inapenda kurudia kutoa shukrani za kipekee kwa Mheshimiwa Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania Daktari Samia Suluhu Hassan, ambaye katika kipindi cha miaka 4 ya uongozi wake ameidhihirishia kwa vitendo dhamira yake ya dhati ya kuleta mageuzi makubwa katika mamlaka ya maji safi na usafi wa mazingira jiji la Arusha. Mafanikio tuliyoainisha leo ni matokeo ya jitihada kubwa za uongozi makini na ushirikiano wa karibu kati ya serikali na wadau wake wa maendeleo. Vile vile tunatoa shukrani za dhati kwa Waziri wa Maji Mheshimiwa Juma Aweso pamoja na naibu waziri wake Mhandisi Messi Kundo kwa uongozi wao thabiti katika kusimamia maendeleo ya sekta ya maji nchini. Pia tunamshukuru Katibu Mkuu wa Wizara ya Maji Mhandisi Mwajuma Waziri, Naibu Katibu Mkuu Bi Agnes Maena, management ya Wizara ya Maji pamoja na bodi ya wakurugenzi wa mamlaka maji safi mazingira jiji la Arusha kwa usimamizi wao wa karibu, ambapo wamewezesha utekelezaji wa miradi kipindi cha miradi mingi ya kimkakati na mafanikio makubwa. Vile vile
nitoe shukrani zangu kwa wadau wote ambao tumeweza kushirikiana nao, nikianza na wazabuni wote wanaotengeneza vipuri vya maji, uongozi wa mkoa wa Arusha, wananchi wa jiji la Arusha, waandishi wa habari. Tusingeweza kufika hapa tulipofika kama wadau wenzetu hawajatuunga mkono. Kwa hiyo natoa shukrani zangu hizo kwa wote ambao tuweza kushirikiana nao ili kuweza kufikia mpaka leo tunajivunia awamu ya 4 mambo ambayo tumeweza kuyafanya. Ni mengi zaidi. Na ni kwa vile muda unatulimit, lakini tungeweza kutaja kila sekta eneo moja moja, tungeweza kuyataja mengi sana. Ndugu waandishi wa habari, sisi watumishi wa mamlaka maji safi na usafi wa mazingira jiji la Arusha tunaahidi na tuko tayari kuendelea kuwahudumia wananchi wa jiji la Arusha kwa kuhakikisha tunapata huduma bora na endelevu ya maji safi na salama. Tutaendelea kujituma kwa uaminifu na weledi ili kuhakikisha kila mkazi wa jiji la Arusha ananufaika na huduma zinazotolewa na mamlaka ya maji safi na usafi wa mazingira jiji la Arusha kwa kiwango cha juu. Na mwisho naomba niseme mteja wetu fahari yetu. Asante sana kwa kunisikiliza. Asante sana Mhandisi Justin Rujomba, mkurugenzi mtendaji wa mamlaka ya maji safi na usafi wa mazingira ya Arusha. Ongezeko kubwa la maji, na shida sio upatikanaji wa maji bali ni usambazaji. Napenda kufahamu ni shughuli zipi ama ni kitu kipi ambacho kinakwamisha usambazaji wa maji kwa wananchi, na ni maeneo gani ambayo mpaka sasa hayajafikiwa na huduma ya maji safi na salama. Mkakati wa kuwahudumia wananchi hao upoje? Mkurugenzi, naitwa Ramadhani Hassani na tukiwa Mtanzania Dicto. Nilikuwa nataka kujua kuhusiana na, nianze na swala la kwanza. Nimeulizwa ni kitu gani kinasababisha pawepo na ucheleweshaji wa usambazaji wa maji kama nilivyoeleza hapo awali. Ni sahihi. Kwanza tujue kwamba mamlaka za maji zilivyoanzishwa zimewekwa kwenye kategori. Kuna A, kuna B, kuna C, na sasa hivi tumeenda sasa hivi kuna AA, kuna A triple. Kwa hiyo kadri mnavyoenda kwa kategori ndo tunaenda kusimama wenyewe. Nikiwa A, kwamba running cost zote za taasisi, yani expenses zote, natakiwa taasisi ilipe yenyewe. Hatutegemei ruzuku serikalini. Kwa hiyo ndo maana unaona nikipita nikifanya assessment kwamba let's say natakiwa nifanye mtandao wa kilomita 3000, ninarudi kuangalia baada ya expenses kinachobaki kama surplus kirudi kwa wananchi wangu kufanya extension. Kwa ndo unajikuta tunaenda awamu kwa awamu. Tungelikuwa kwamba let's say tunapata au tunajiendesha kibiashara, tungesema unit moja ya Arusha ya maji tuiuze shilingi kadhaa kusudi kuendana na demand ya wateja wetu kuhitaji wa maji. Lakini fikiria tunavyosema kwamba serikali inajali. Unit moja ya maji kwa Arusha inauzwa 1840. Unit moja ya lita 1000, ndoo 50 za lita 20 kwa ndoo moja moja unanunua kwa shilingi 1840. Wewe kama sisi ni watu wa huduma. Kwa maana hiyo nikimaliza kutoa expense kinachobaki ndo naenda kununua mabomba niende kumfikia mteja. Lakini nalichukua kufuatana tunavyokuwa na tulishaliona, ikabidi tupeleke Wizara ya Maji kwamba sasa tuna uhitaji mkubwa, zinahitajika bilioni 34 kwa ajili ya kufanya extension katika jiji la Arusha. Na tayari Wizara ya Maji ilishapokea na wameshatubalia muda wote tunaweza wakatupa special. Yaani unapewa kwa special case. Kwa hiyo ili tuta overcome muda si mrefu. Na sisi tukiwa tunajikongoja, ndio maana kwenye budget nimekwambia mwaka wa fedha tumebudget bilioni 4.2 kwa ajili ya kuendelea kusogeza watu wanavyoenda. Lakini kwa vile ukuaji umekuwa kwa kasi, tumeshaomba serikalini watasikia kilio chetu na wameshatupokea. Mwaka wa serikali tunaweza tukaanza kuimplement kwa usambazaji huu ambao umeomba wende kwa kasi.
Mwingine ameniuliza kusambaza maji kwa boza, ameona kama sio afya. Si sawa eh? Maboza haya maji ni ya msingi. Kwa sababu gani? Kama tunavyoeleza, umejenga nje ya jiji la Arusha, bado uko kwenye jeni yetu ambapo tunatakiwa tukupe huduma na ni wajibu wetu kukupelekea maji. Hatutakubali kukaa tunakuangalia unateseka na maji, tena unaenda kununua kwenye guta zile ambazo hatujui kama maji ni safi na salama. Na sisi tumepelekwa pale na serikali kwa ajili ya kukupa huduma. Ndio maana serikali ikaliona kwamba hapana, zitangulie kwanza boza za maji safi, zimuhudumie huyu mwananchi ambaye mtandao wa maji safi haujafika. Wakati tunafanya utaratibu, bado unapata huduma ya maji safi na salama. Zile boza zetu ni maji safi na salama, kwa sasa zimefanywa disinfection na maji yanayochotwa ni safi na salama, kwa yana contamination yoyote. Kwa hiyo nikutoe wasiwasi huo, maji yetu ni safi na salama, sio yale maboza mengine unayoona yanatembea tembea huko. Lakini na yale na sisi tumewekea utaratibu sasa hivi, tunayasajili na kupima, kwa sababu ni wadau wenzetu, kwa sababu wanatusaidia kuwafikishia wengine maji. Tunayaangalia kama yanatibu viwango vinavyotakiwa. Kwa hiyo nikutoe wasiwasi hiyo. Mwingine ameniuliza ni lini watu wa Arusha watapata maji masaa 24. Kwa sasa tuko masaa 22. Tunajipanga kama nilivyosema kuhakikisha kwamba maji yanapatikana kwa muda wa masaa 24 na tunafika. Mwanzoni tumetoka masaa kama nilivyotaja kule 11. Tanzania tulikuwa hatujapata umeme ambao uko stable. Na kama nilivyosema tuna visima 56, vyote ni visima virefu vinategemea umeme. Lakini unavyoona grafu ilivyopanda baada ya Tanzania kuwa na umeme ambao uko safi, baada ya bwawa la Mwalimu Nyerere kukamilika, sasa hivi tuko safi. Kwa hiyo kadiri muda unavyoongezeka na masaa ya kutoa huduma yanaongezeka kwa sababu ya stable ya umeme. Ni taasisi ambayo tunategemeana. Kwa hiyo hilo ni kutoa wasiwasi, masaa 24 tutafika. Mwingine ameniuliza ni lini nimejipanga kupeleka maji kwa mikoa ya jirani kama wenzetu. Tumeanza ndugu zangu. Nilivyotaja Merelani sio mkoa wa Arusha. Merelani ni mkoa wa Manyara. Kwa hiyo maji yameweza kutoka Arusha yameenda Manyara. Ongea naona kama tunaenda kuhudumia na nchi jirani. Kwa sababu maji haya ya Sinya ambayo tunaenda kuongeza na Manga, wenzetu wa Kenya wanakuja kuchota na Manga. Kwa hiyo naona kwamba tunajitanua kufuatana na mahitaji yanavyojitokeza. Kwa hiyo hiyo surplus ya maji tulionayo hatubaki nayo kwamba tukaa tunayaangalia, pana tunayasambaza. Kwa hiyo nikutoe wasiwasi, hilo swala tutalifanyia kazi immediately. Kuna mwingine ameniuliza, of course hatuna wateja wanaokaa mbugani.